Tumia vyoo katika sehemu za mashinani katika kaunti ya Kwale ingali iko chini mno, na kama anavyotueleza mwanahabari wetu Brivian Simiyu ni kwamba serikali ya kaunti hiyo ikishirikiana na washikadau tofauti imeanzisha kampeni ya kuhamasisha wakazi kuhusu utumizi wa vyoo. Suala la utumizi wa vyoo lilitawala hafla ya kuadhimisha siku ya mtoto wa Kiafrika katika eneo la Msambweni, kaunti ya Kwale. Watetezi wa haki za watoto wakidai kuna uhaba wa vyoo, huku vingine vikiwa katika hali mbaya kwenye baadhi ya shule za kaunti hii. Hali za kiafya, za kimazingira, za kimwili si sawia, sio tozeleshi kwa watoto wote. Ukiangalia katika shule zetu hawana vyoo za kutosha wakati mwingine. Tuliweza kuwaongezea Ngombeni Primary School vyoo viwili ili kuhakikisha masuala ya choo na masuala ya mwanafunzi kubaki darasani yanapungua. Idara ya mahakama imewataka wazazi na walimu kuzingatia haki ya mtoto ya kuishi katika mazingira safi. Kama mtoto wako na afya njema ataenda shule, si ni kweli? Kama anapata maji pale shuleni, ako na choo ambayo ni safi, mtoto ataenda wapi? Na asipoenda shuleni atafanya nini? Atakaa nyumbani. Wakizungumza baada ya kuandaa matembezi ya wanafunzi, watetezi hawa wamesema ujenzi wa vyoo unazuia mchamko wa magonjwa na hivyo kulinda afya ya mtoto. Ni hali iliyopelekea kuanzishwa kwa hamasa za jamii dhidi ya ukosefu wa vyoo katika shule za mashinani. Hapa katika Kwale County na sehemu nyingi za Kenya tuko na ile inaitwa open defecation, yaani kuweka kinyesi wazi. Na kuweka kinyesi wazi ni hatari sana, kwa maana inachangia mkurupuko wa maradhi. Tukisema kama Zamara peke yake tujitokeze tujenge vyoo, hatutaweza, bali tunajaribu kuhamasisha na kucreate awareness. Ni muhimu na ni bora zaidi kupatikana kwa zile basic needs zenye mtoto anahitaji ili kukuwa na mazingira bora. Nikiripotia TV47, mimi ni Brivian Simiyu. Asante sana Brivian Simiyu kwa taarifa hii.